Okay. Na wakaribisheni nyote kwa kipindi hiki. Hebu na tuombe. Asante Baba yetu, tuma Roho Mtakatifu aweze kukaa na wana wako, atufundishe, uonekane ndani yetu, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Okay. Hebu tuangalie jambo moja tu. Utatu. The Trinity. Kuna baadhi ya maswali mtu anaweza kujiuliza ambayo ndani hayana majibu ndani ya Biblia. Neno utatu kianzia Mwanzo mpaka Ufunuo haipatikani. Je, tunaweza kupata Mungu mwana katika Biblia? Hiyo haiko. Ila tuko na mwana wa Mungu. Je, tunaweza kupata Mungu roho katika Biblia? Haiko. Ila tuko na roho wa Mungu. Je, neno Yesu alikuwa na umilele wa milele liko wapi katika Biblia? Labda unajua? Sijui na haiko. Ikiwa maneno au mafungo muhimu ya utatu havipatikani katika Biblia, wazo hili lilichipuka kutoka wapi? Na hiyo ndio sababu nataka nikulete uweze kuelewa maana halisi ya utatu. Maswali ni mengi ambayo kiwemo kama kweli alikuwa malaika aliyetoa unabii kwa Danieli katika sura 8 hadi 12? Je, ni kwa jinsi gani Ufunuo 1:1 inaeleza Baba kumpa mwana Injili ambaye alitoa kwa malaika? Ni nani aliyempa Yohana? Yohana alikuwa wapi? Maswali 50 ya Biblia kuhusu utatu, yani the Trinity. Tuachane nayo. Ndugu zangu, tuko katika kipindi cha hatari sana. Kipindi kigumu sana. Pale ambapo mapotovu yamekuwa mengi, mapokeo mengi ndani ya kanisa, ndani ya mioyo ya watu. Yaani mtu anakuaminisha kitu ambacho hakina hata mashiko ndani ya Biblia. Halafu anatarajia uende mbinguni. Hapana. Kwenda mbinguni ni kujitoa. Na ndio maana katika Biblia inaambia kwamba watu wamegeukia mapokeo sana kuliko neno la Mungu. Marko 7:9. Yaani watu wamegeukia mapokeo sana. Wanapenda mapokeo kuliko neno la Mungu. 7:9 Marko. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kushika mapokeo yenu. Watu wamekataa neno la Mungu na wamekubali mapokeo ya ibilisi, mapokeo ya mwenyewe. Your thoughts are right and it is wrong, very wrong. You are wrong, my dear brothers and sisters. Okay. Let me show something. When it comes to this matter of Trinity, kweli imechanganya watu. And I'm here to make you to understand, even read about that. Okay. The Trinity, wanafundisha wanaoamini kwamba tunaye Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, yaani miungu mitatu kutengeneza Mungu mmoja, ni vipi haiwezekani? Na maana katika Biblia tuna Mungu Baba, hatuna Mungu Mwana, tunaye Mungu Baba, tunaye Mungu
Baba pekee. Mungu Mwana hatuna, Mungu Roho Mtakatifu hatuna. Mfano, Wakorintho wa kwanza 8:6. Na sana verse ama kifungu ambacho wanachokitumia sana ni Mathayo 28:19. Basi akawaambia, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu na mkuwabatize na kuwafundisha yale yote niliyokuwa nimewafundisha ama nimewaamuru. Wakisha kuyakubali mwabatize kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mkristo yule imara, kwa nini unafaa kujiuliza hapo? Je, nani Mungu wapo? Ni nani Mwana? Ni nani Roho Mtakatifu? Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo usije ukachanganyika kusema kwamba hawajasema kwa jina la Mungu Baba, bali wamesema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Okay. Wakorintho wa kwanza 8:6 inasema 8:6, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko Bwana mmoja, nasi tunaishi kwake. Yuko Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwepo, na sisi kwa yeye huyo. We have only one Father and one Lord. Tuelewane. Mungu ni mmoja ambaye ni Baba, na tunaye Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Je, mbona tuite Yesu Bwana? Ama hili jina Bwana ni la nani? Inawezekana yule labda itakusaidia. Shana naye. Takuonyesha siku nyingine. Tunapozungumzia kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Je, Yesu ni Mungu? Ni Mungu katika nafsi ama ni Mungu katika wapi? Okay, tukisema Yesu ni Mungu, hatukatai. Yesu ni Mungu, sawa. Okay? Sababu, okay, wewe ni mwanadamu. Babako ni mwanadamu. Wote ni wanadamu. Baba, Mwana. Ikiwa kama Baba ni Mungu, mbona Yesu pia sikuwe Mungu? Lakini ni Mungu aliye na Baba yake. Sijui unanipata? Yesu ni Mungu aliye na Baba yake, ni Mungu aliye na Mungu wake. Hata tukuje katika sala ya Bwana, Baba yetu uliye mbinguni. Yaani Yesu akiwa duniani, lakini anakumbuka ako na Baba wapi? Mbinguni. Alafu ndo anakuambia kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana. Ama Yesu ni Mungu katika nafsi, eti hizi ni vitu vitatu vinavyotengeneza Mungu mmoja. Wewe. Mungu yuko mbinguni, Yesu duniani. Nasema Baba yetu uliye wapi? Mbinguni. Unaelewana? Kitu kingine. Tukarudi tukiangalia Yesu mwenyewe. Mungu Baba anamuita Mungu. That's what tunasema kwamba even Jesus is God, but God with another God. Ni Mungu na Mungu mwingine. Tujua bila kitu nimeweka sawa. Yaani Yesu ni Mungu, lakini ako na Mungu ambaye ni Baba yake. Waebrania 1. Tuanze na mstari wa 1 mpaka 8. Tukifika 8 utakuwa umeelewa. Okay.
inasema Waebrania 1 nasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Yani, remember, we are talking about God and his son. Being that God, the Father is God as well, we cannot even reject that one, that Jesus is not God. Okay, Jesus is God, but not the way you put him. He's not God in spirit. He is not God to make another God no. Hivi, hawa watu mnaotetea utatu, ni bangi gani mnavutanga by the way? Because with me, ashangaa. Nimeshindwa kuelewa ni nini maana ya neno hili utatu. Nesi kama endapo kuna mtu mmoja atatokea siku moja, aniite, anifundisha basi. Wakati utakuna unifundisha, kuwa makini. Usije ukajikoroga. Usirudirudie vitu. Na kualika, tafute. Shwe nitapena namba yangu. Call me wherever you are and I'll come if I can. And if I cannot, why kuja please nitakuwa. I'll welcome you. Yeah. And I'm ready. So, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena yeye aliyeufanya ulimwengu. So kumaanisha Mungu ametengeneza Yesu. Mungu ameweka Yesu mwanawe kama mrithi wa vitu vyote. Even me and you and all creatures belongs to Jesus and not God, because God is the creator. And it's like amepewa, is like God has gifted his son all these creatures. So anasema kwamba, remember Yesu akisema kwamba Mungu amenipa, nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Chini na duniani. Yote vitu vyote viko chini yangu. That's the work of God that amepea nani? Yesu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu na wachapa ya nafsi yake, alivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika. Huyu ni Yesu namzungumzia, kumbuka. Amefanyika bora kupita nini? Kupita malaika. Wakati jina alilolithi lilivyo tukufu kuliko lao. Imaanisha kwamba Yesu amerithishwa jina ambalo ni kuu kuliko majina yote. Jina gani? Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndio mwanangu. Hakuna sehemu ambayo Mungu ameambia malaika kwamba ni mwanangu. Mimi leo nimekuzaa. Hakuna siku ambayo Mungu ameambia malaika kwamba amemzaa. Na tena mimi nitakuwa kwake baba. Kuna sehemu, hayo yote ni ahadi ambayo amesema kwamba kitu ya kwanza Mungu anaambia Yesu kwamba wewe ni mwanangu. Ya pili anamwambia kwamba nimekuzaa. Namba 3 anakuambia kwamba mimi nitakuwa kwako baba. Na yeye atakuwa kwangu mwana. Yaani utakuwa kwako baba na utakuwa kwangu mwana. Na tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni. Tuelewana. Amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni. Katika Mithali, ama nitakuelezea jina na Yesu kuzaliwa mzaliwa wa kwanza ulimwenguni. Tusonge kwanza. Na wamsujudu malaika wote wa mbingu. Kumaanisha Yesu anastahili kusujudiwa na malaika wote na pia na sisi. Na kwa habari za malaika asema, fanyeni malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari ya mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu. Yaani Mungu akiita mwanawe Mungu.
ni cha milele. Fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umepanda haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta. Kwa hivyo Mungu wako katika, nataka tuelewane, ni katika verse 9 nasema umependa haki, umechukia maovu. Kwa hivyo Mungu wako amekutia nini? Mafuta ya shangwe kupita wenzio. Kwa hivyo Mungu ako na Mungu, yaani Mungu wako. Yesu ni Mungu, lakini ako na Mungu wa. Na kuitwa Mungu si vibaya. Hivi hata kama Musa aliitwa Mungu. Mwanzo 7:1. Anambia kwamba kwao utakuwa nani? Utakuwa Mungu. Kuitwa Mungu not very makosa. Even you can be called a God. You can be called God, but not the God whom we worship. Mwisho kwamba wewe ni Mungu, lakini ukiwa tutakuwa na Mungu wako. 7. Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Na huwa ndugu ya Haruni utakuwa nabii kwao. Kwa hivyo kupesha kwa pia Mungu Musa alifanywa kuwa kama Mungu. Kumesha to be called God. Doesn't mean you are the highest. You are the almighty, no? Yes, kuitwa Mungu si kwamba ndio almighty. He is the mighty God, but not almighty God. I don't know if you have understood that thing. Jesus is the mighty God, but not almighty God. Almighty Father, mighty Son. Haya. Tukirudi sasa. Naambia kwamba Yesu alirithi jina lililo tukufu. Jina lililo tukufu. Nataka nikuonyesha sasa ni jina gani hili Yesu alilorithi lililo tukufu. Na vivyo hivyo, je, ni mbona Yesu asema kwamba ni mzaliwa wa kwanza ulimwenguni? Wa kwanza wa kila kiumbe. He is the first creature. Hebu tuangalie Psalms 118:25. Zaburi 118. Ya 118. Mstari ni wa 25 nasema Bwana unutuokoe twakusihi, Bwana utufanikishe twakusihi. Na abarikiwa yeye ajaye kwa jina la nani? La Bwana. 26. Tumewabarikia toka nyumbani mwa Bwana. Kwa hivyo kumaanisha kwamba Daudi alitabiri kwamba kuna yule mbarikiwa ambaye anayekuja kwa jina la nani? La Bwana. Na ni nani yule aliyekuja kwa jina la Bwana? Nataka uweze kuelewa jambo hapa. Kwanza Mungu, ile tunaambiwa kwamba Mungu alikuwa milele. Kabla haijazaliwa milima wala haijaumbwa dunia, tangu milele hata milele ndiwe Mungu. That was God. Lakini ukiangalia katika Old Testament inarejelea Yesu kama nani? Mungu kama Bwana. Lakini sasa wanasema kwamba abarikiwe yule ajaye kwa nani? Kwa jina la Bwana. Kwa hivyo yule ambaye ajaye kwa jina la Bwana ni nani? Ni Yesu Kristo. Ambapo ukiangalia katika 12 Yohana, watu wanatembea kwa mitende, wanaimba hosana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, ambaye ni Yesu Kristo. Kumaanisha kwamba Yesu amefanya nini? Unaweza kumbuka Yesu anasema kwamba ni Baba amenituma.
Yesu anasema kwamba Baba amenituma katika Yohana. Kwamba Baba amenituma. Mwisho hivyo Yesu alitumwa na jina la Baba yake. Mwisho kwamba Yesu alifanya kazi ya ukombozi kwa jina nani? La Baba yake. Dazo inaitwa Bwana. Dazo 8:6 Yohana na ni wa Korintho wa kwanza inasema tunaye Baba mmoja ambaye ni nani? Tunaye Mungu mmoja ambaye ni Baba na tunaye Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Kumaanisha kwamba even Jesus amekuja kwa jina la Baba yake. Sawa. Tukuje yeye ni mzaliwa wa kwanza. Yesu 8:22 Mithali. Shinaambili nasema kabla nasema kwamba Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Nalitukuka tokea milele tangu awali. Hiyo ni maneno Yesu Kristo. Unajua tunapozungumzia Mithali tutamzungumzia Yesu. Mfano, kumbuka katika Mambo ya Nyakati. Ndani Mambo ya Nyakati pale ambapo Suleimani anaenda kuomba Mungu ampe hekima. Na hekima aliyopewa ni Yesu Kristo. Mambo ya Nyakati wa pili 1. Katika hii sehemu ambao nataka nisome yote. Ukifuatilia chapter 1 yote kuna jambo utapata. Ngoja nisome mstari wa 11. Anasema kwamba naye Mungu akamwambia Suleimani, kwa sababu ya neno hili kuwamo moyoni mwako, wala hukujitakia mali na utajiri, wala utukufu, wala maisha wa kuchukiao, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kwa hukumu na watu wangu niliokuweka juu. Basi hekima na maarifa umepewa. Je, hekima ni nini? 1:8 wa Korintho. Nani? 24. Kumaanisha kwamba Suleimani alipewa hekima. Kwa hivyo tunapozungumzia Mithali tutazungumzia Yesu. Ndipo wakati mwingine nasema kwamba mwanangu, shika mausia yangu, shika mausia baba yako. Ni Yesu anakuambia kwamba ushike maneno yake. Sasa nikudhibitishie. Let me prove to you first so that tuseme jamaa anapeana vitu wrong, no? Inasema bali kwa waitwao Wayahudi kwa Yunani ni kwa Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Hekima tunazungumzia Mungu, Yesu Kristo. Na Yesu Suleimani alipewa nini? Hekima. Hekima ni nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo ni nani aliandika Mithali? Yesu. Kwa hiyo wakati Suleimani anaandika Mithali anaandika kupitia maneno ya nani? Yesu Kristo. Sasa anasema kwamba kabla nalikuwepo. So tumeelewana katika Mithali 22. Tusichanganyikiwe na hapo. Nalitukuka tokea milele tangu awali, kabla haijakuwa dunia, wakati visipokuwa vilindi nalizaliwa. Huyu ni Yesu anasema kwamba nalizaliwa. Wakati isipokuwa kwa chemchemi za maji, kabla milima haijawekwa milimana, kabla ya vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde. Kusoma hapo utaelewa. Lakini katika sehemu ya namba 20 na katika mstari wa 30 nakwambia kwamba Yesu pia alikuwa katika uumbaji kama stadi kazi wa Mungu. Ambapo katika Ellen G. White anakuambia kwamba Yesu na Mungu walifanya kazi ya uumbaji. Wawili tu. Sijui ukatuambia kwamba Roho Mtakatifu alikuwa kwa uumbaji, no? That was very wrong. Ellen G. White anakuambia kwamba it's only Father and the Son who take the responsibility of the creation. Yeah, I think we are together on that. Haya. Kumaanisha kwamba pia Yesu tumejua kwamba ni mzaliwa wa kwanza wa nini?
wa kila kitu. Sasa maisha Yesu tumethibitisha kwamba Yesu ni mtu mwingine na Mungu ni mwingine. Kumaanisha utatu tumeblock. Kwa hivyo singeendelea, labda siku ingine tukikutana tutazungumzia kuhusu na Roho Mtakatifu. Who is the Holy Spirit? But for now umejua, nimekupea angalau brief information about Christ. Sijakupea yote. There are more evidence that inaonyeshana kwamba Yesu sio Mungu katika utatu, bali ni Mungu katika, ni Mungu, ni mtoto wa Mungu, ni Mungu aliye na Mungu wake. Ila je, ikiwa basi ile fundisho la utatu ni la uongo, tulishajua kwamba kabisa ni la uongo, je, liliingiaje CDA? The pioneers of our faith and of our foundation, from the disciples, none of them preached about this. Even none of them knew about the Trinity. 1981, that's where Niels Wilson declared officially the Trinity doctrine as. Let me read for you so that you can understand. Niels Wilson, General Conference President, announced that the Church has officially adopted the Trinity doctrine, which is now number 2 in the Church's 27 fundamental belief. He declared before the Seventh-day Adventist Church that there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Those what will get you will find them on the Adventist Review, March 5, 1981, page 3. The same year, 1981, Adventist Review, that's a book, July 30th, special is on the Bible doctrine. The Trinity doctrine is explained 1 year after it was voted as an official doctrine, which was 1980. It states, while no single scriptural passage states formally the doctrine of the Trinity, it is assumed as a fact by Bible writers and mentioned several times. Only by faith we can accept on the Trinity. Nasikia hadi wenyewe wanakuambia kwamba there is no scriptural evidence about the Trinity. That we believe, and is there too. And it is just there. Sasa, who should we believe? This is what Ellen White is saying in the Steps Christ, the title, What to Do with that Doubts. He's saying that God never asked us to believe something that does not feel to us. We should not depend on demonstration. So, what should we do now as a Christian? Let us behave normally. Let us do what we can. Let us do what we can as a Christian, so that to defend our faith. The true church is that one that has got the faith of Jesus Christ and following it. Let me not take it alone. 14:12, Revelation. We may think that it's my own word, and yet it's not. The scripture evidence 12, it says this. Chapter 14, verse 12. There is the patience of the saint. Here are they that keep the commandment of God and the faith of Jesus Christ. Brethren, let us awake and do what is necessary, so that we can see the eternal life. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua ewe Baba, Mungu wa ukweli wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. 17:3 Yohana. Sasa kama Yesu anasema kwamba wakujue ewe Mungu wa pekee wa kweli, anaanza kusema wewe
Wacha kutumia vitu zenye zinakuchanganya. Soma Biblia na uelewe, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Tukutane kwa kipindi kingine tukizungumzia Utatu tu, na tujifunze zaidi juu ya Roho Mtakatifu. Si Mungu bali ni roho kutoka kwa Mungu. Warumi 8:9. Ukiwa na roho wa Mungu, mwili unaweza kuongoza kufanya maneno mabaya. Ukiwa na roho ya Yesu Kristo, hauwezi kufanya mabaya. Mungu na tubariki. Asanteni, mbarikiwa wote ambao umefuatilia kipindi changu. Tafadhali to subscribe, share and comment, and as well if you need assistance ama kuna sehemu unaona labda tunaweza tukajadili wote, tafadhali tuambizane tuweze kusukuma gurudumu. Ikiwa unajua ukipata ile mwanga kidogo, sukumia wengine waweze kupata, ili injili iende kwa kasi, ili Yesu arudi mara ya pili. Tusiumie sana ndani ya dunia ambayo ina mateso na majonzi mengi. Kwa hivyo Mungu awabariki mnapofuatilia channel yangu, na azidi kuwaneemeshia neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa. Amani ya Bwana iwe nanyi. Asanteni.